Salamu wapendwa, karibu jikoni tuandae chukuchuku ya kuku wa kienyeji. Ni mchuzi ambao ni mtamu sana na watu wazima huwa wanapenda zaidi. Na nitawaletea recipe pia ya aina tofauti ambayo ni nzuri zaidi kwa watu wazima. Utachukua kuku wako, wasafishe vile upendavyo na ndimu na limao vyovyote vile uwezavyo. Kisha injika jikoni, ongeza chumvi kiasi, ongeza tangawizi kiasi na kitunguu saumu. Baada ya hapo utafunikia na acha vijipike na yale maji ambayo umeoshea kama hivyo. Vikikauka kama hivyo utaweka kidonge cha supu ama chicken cube, utaongeza turmeric au manjano kiasi, weka kiasi, yani ni kwa ajili ya kuondoa tu ile shombo lisisikike. Baada ya hapo utaweka garam masala kiasi na pia utaongeza curry powder kiasi. Kisha utaongeza maji na kufunika mboga yako kuacha iive, yani ijipike ilainike vizuri. Usiwe na haraka, yani itaiva na kuwa vizuri kabisa na haitakuwa na shombo. Baada ya hapo ikiiva kama hivyo, utaongeza kitunguu maji vile vile na supu yake na usiongeze mafuta ya aina yoyote ile. Kisha utaweka nyanya ya tunda kama moja hivi au moja na nusu, na pia nyanya ya pakti au tomato paste kama kijiko kimoja ili kuweka rangi. Kwa upande wa mboga niliweka carrot pamoja na pilipili boga ya wastani. Hiyo ambayo imebakia nusu nyingine niliwacha pembeni, nitakuonyesha mwishoni, nitakuja tena kuiweka. Baada ya hapo funikia vizuri, acha ijipike iive iwe kama hivyo. Si unaona nyanya zote zimeiva vizuri, zimepotelea ndani ya ile chukuchuku yako. Baada ya hapo utachanganya vizuri, hakikisha kila ulichokiweka kimeiva na kimepotelea vizuri. Yani usiache ikiwa na maviungo aliyosimama. Baada ya hapo utaongeza ile pilipili boga na carrot uliyobakisha, na pia kama una vitunguu vya majani vile ama chives kama mimi hapo, ni muda sasa wa kuongeza baada ya mboga yako kuiva. Na pia mimi hapo mwishoni unaona nilikuwa na pilipili ya habanero nikaongeza. Baada ya hapo kama unatumia chungu utazima jiko, acha iive kwa mvuke ili upate aroma nzuri ya zile mboga ulizoziweka mwisho. Mpendwa, ni recipe nzuri mno na tamu. Mimi nilikula kwa wali nilioutia nazi pamoja na mboga ya majani. Ilikuwa ni tamu mno. Kama unapenda hii recipe usisite kujaribu, kisha uniletee mrejesho, na usisahau kucomment kama una swali lolote, kulike, kushare na hata kusubscribe. Hadi wakati mwingine, ninawapenda sana na shukran. Bye.